Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura 30, kuna jambo la kujifunza kwa wewe ambaye umeokoka na umeajiriwa sehemu fulani. Yamkini Mungu ameshasema na wewe kuna wakati utatakiwa kutoka, yani uende ukajiajiri ili upate muda mwingi wa kumtumikia Mungu. Haleluya. Sasa kuna jambo la kujifunza hapa. Tunaona katika kitabu hiki cha Mwanzo Yakobo alikuwa amemwambia Labani, alikuwa ameomba kwamba atoke sasa aende yeye akaangalie mambo ya kwake mwenyewe. Ni kama mtu useme sasa ninatoka pale kazini ili nikajiajiri na vile nikafanye mambo mengine. Haleluya. Kuna vitu vya kujifunza. Kwanza alitanguliza upendo. Biblia inatushuhudia kwamba huyu Yakobo katika kufanya kazi yake yote alivyokuwa anamtumikia Labani hakuharibu ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo. Ni taifa takatifu, hakuharibu ushuhuda. Alichukulia ile kazi, alichukulia ile mifugo kama wa kwake, na ndio maana Biblia inasema kwamba kuonekana mnyama ambaye mimba imeharibika au kuleta shida yoyote, yani kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba alikuwa mwaminifu, alikuwa na upendo. Haleluya. Iko ni cha kujifunza sana. Unapokuwa mahali fulani unatakiwa nuru yako iangaze, ushuhuda wako usiharibike. Yani watu wasiseme, wale wafanya kazi zako wasiseme kwamba hivi watu wanaokoka mbona kama ni watu wa mataifa tu, hakuna badiliko, hakuna tofauti. Inatakiwa nuru yako iangaze mpaka watu watake sasa kumtumikia Mungu wako, kumjua Mungu wako. Haleluya. Hicho ambacho cha kwanza cha kujifunza hapa. Kuna kufanya maamuzi wakati wa kuondoka. Hekima inahitajika pale. Tunaona Yakobo alipokuwa ameomba ruhusa, sasa yule Labani akamwambia, sasa mshahara wako unataka uweje? Ni kama wewe utaulizwa, unataka ufanywe nini? Yani kama ni fadhili tu, sasa bosi anataka akutendee. Sasa hapo Yakobo vile vile alionyesha unyenyekevu, hakujiinua, akusema kwamba mimi ndo nimesababisha mifugo yako kuongezeka, kwa hiyo nataka vile vinono. Hapana. Au ni kama wewe sasa kazini ulijituma kwa kazi, ukaona kabisa ulivyokuwa umekuja kwenye ile kampuni tofauti kabisa na kipindi hiko, sasa unataka kuondoka. Yani kwa bidii yako, kwa juhudi yako ukasababisha ile kampuni kukua kwa kiasi kikubwa, ile jina la kampuni kukua, maongezeko kuongezeka. Sasa alivyoulizwa akajishusha, akasema vile vinavyoonekana dhaifu, yenye wale wanyama wenye madoadoa na malaka, hao ndo watakuwa mshahara wake. Maana yake ni hii, yamkini wewe naye utapata hiyo nafasi ya kufanywa fadhili. Usitaki yale makubwa, wewe chukua yale madogo ambao kwa macho ya bosi yataonekana kwamba haya, hivi vitu ni vidhaifu, ngoja achukue, yani halitaleta neno. Sasa mbona unataka hivi? Haleluya. Kwa hiyo kwa maana nyingine hapa Yakobo alijua Mungu ambaye anamtumikia, alikuwa na uhakika na kile kitu ambacho anakifanya, kwa sababu neno natushuhudia vile vile Mungu anaweza akatoa kitu kizuri katika vitu vilivyoharibika. Kwa hiyo Mungu ndiye anayefinyanga. Kwa macho ya bosi, kwa macho ambao watu hawajaokoka wanaweza wakaona kwamba hivi vitu havifai, vinaweza ni vitu vya kutupa tu. Kwa hiyo hata akitoa haitamuumiza yule bosi.